Maneno aliyosema Samia Suluhu kabla ya uchaguzi uliopita yameanza kumzingua vibaya. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Katika muongo mmoja wa siasa za Tanzania, uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu umeibua sintofahamu kubwa juu ya nafasi ya jeshi na vikosi vya ulinzi katika mchakato wa kisiasa, huku maswali na wasiwasi vikiendelea kufurika ndani ya vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na mijadala ya umma. Ripoti za chama cha upinzani umaarufu wa kauli no reforms no election na madai ya vurugu kali inahusiana na ushiriki wa jeshi katika uchaguzi vimeleta mjadala wa kitaifa kuhusu hatima ya demokrasia nchini humo. Na katika kauli iliyowahi kutumiwa kabla ya uchaguzi, Rais Samia Suluhu Hassan alitaka vikosi vya ulinzi ikiwa ni pamoja na jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ kujiandaa na uchaguzi mkuu. Hii ilizua maswali mapana kwa Watanzania wengi wakishangani kwa jinsi gani jeshi linavyohusishwa moja kwa moja na mchakato wa uchaguzi ambao kwa kawaida ulikuwa ukisimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, na jeshi kushughulikia usalama tu kama ilivyo kwenye nchi nyingi za demokrasia. Kulikuwa na hoja za wazi kutoka kwa wazee wa siasa kama Warioba juu ya umuhimu wa jeshi katika uchaguzi na ikiwa jukumu lao litabadilika kwa namna isiyo wazi. Maamuzi ya Rais Samia kuhimiza jeshi na vikosi vya ulinzi kujiandaa hayakutolewa kwa maelezo ya kina kuhusu wajibu binafsi wa jeshi katika uchaguzi. Katika utaratibu wa kikatiba wa Tanzania, jeshi ni sehemu ya mfumo wa ulinzi wa taifa na jukumu lake kuu ni kulinda nchi dhidi ya vitisho vya nje na kuhakikisha utulivu wa nchi, sio kusimamia matokeo au kushiriki moja kwa moja katika mchakato wa uchaguzi kama wapatanishi wa kisiasa. Hii ni mageuzi makubwa kutokana na utamaduni wa uchaguzi wa Tanzania uliokuwa ukifanyika bila kuingizwa kwa vikosi vya kijeshi katika mchakato wa kisiasa na njia za uzalishaji wa matokeo au uhamasishaji wa wapiga kura. Zaidi ya yote, mamlaka ya jeshi haiwezi kuchukua nafasi ya tume ya uchaguzi au kutekeleza hatua za kuzuia matumizi ya nguvu za kupita kiasi bila kuingiliana na taratibu za huku nchini. Uchaguzi mkuu wa Tanzania ulifanyika Oktoba tarehe 29 mwaka huu na Rais Samia Suluhu Hassan kushinda kwa karibu 98% ya kura, matokeo yaliyopatikana katika mchakato ambao wawaniaji wakuu wa upinzani walishindwa kujiunga baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema na mgombea wa ACT Wazalendo kutengwa kutokana na kauli za kutaka mageuzi ya uchaguzi, ikielezwa kuwa hayakuzingatia kanuni za tume ya uchaguzi. Hii ilitoa taswira ushindani mdogo sana wa kisiasa, na ni jambo ilodaiwa na wachambuzi wengi kuwa imeharibu uhalali wa mchakato huo. Viongozi wakuu wa Chadema ikiwemo John Heche waliita uchaguzi huru halali na kutaka serikali ya mpito baada ya matokeo yaliyotangazwa kwa kudai ukiukwaji wa taratibu za msingi na demokrasia na ukandamizaji wa haki za kisiasa. Ripoti za mashirika ya haki za binadamu na vyombo vya habari zilieleza matokeo ya ukandamizaji mkali dhidi ya waandamanaji na raia waliopinga matokeo ya uchaguzi. Vikosi vya polisi viliripotiwa kutumia nguvu ya kupita kiasi na kulikuwa na ripoti za vifo vingi pamoja na majeraha katika miji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Dar es Salaam, chini ya hali ya kutokuwa na taarifa ya uhakika za waliojeruhiwa na waliopoteza maisha. Wakati serikali ilielezea hatua hizo kama za kulinda amani na kutunza msururu wa shughuli za kijamii, mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yalikosoa Tanzania kwa kutumia matumizi makali ya nguvu, kuripoti vifo na kukamatwa bila sababu, pamoja na kuweka vizuizi vya mtandao na uhuru wa habari. Uchunguzi wa mashirika ya haki za binadamu pia umeonyesha kuwa vikosi vya usalama vinapaswa tu kutumia nguvu kama chaguo la mwisho na kutunza uhuru wa mkutano wa amani, sawa na kanuni za Umoja wa Mataifa kuhusu matumizi ya nguvu kwa maafisa wa sheria.
Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amri jeshi mkuu wa vikosi vya ulinzi na usalama tangu kuchaguliwa kwake. Historia ya kusonga Tanzania kutoka utawala wa Magufuli. Na katika kipindi cha uongozi wake, serikali imeweka mkazo mkubwa juu ya usalama wa taifa na utekelezaji wa shughuli za kisiasa kwa utaratibu wa kitaifa. Walakini matumizi ya jeshi au polisi kwa njia zinazozidi usalama wa kawaida na kuenda katika huduma ya kisiasa vinaibua maswali makubwa kuhusu athari za muda mrefu kwa uhuru wa kisiasa. Uchunguzi huu wa uchaguzi wa mwaka 2025 unakumbusha kwamba nafasi ya vikosi vya ulinzi katika siasa ni suala nyeti sana, na katika nchi nyingi jeshi linatakiwa kubaki huru na kutekeleza majukumu ya kulinda nchi badala ya kushiriki moja kwa moja katika masuala ya kisiasa. Ripoti za vyombo vya habari na taasisi za haki za binadamu zinaonyesha kuwa matumizi makali ya nguvu kwenye siku za uchaguzi yanaweza kuharibu imani ya umma kwa taasisi za dola, kudhoofisha ushirikiano wa raia na kuibua changamoto za kuaminika kwa mchakato wa uchaguzi. Watetezi wa demokrasia wanasisitiza haja ya taasisi huru za uchaguzi na usalama zisizokuwa na upendeleo wa kisiasa ili kuhakikisha utendaji kazi unaendana na kanuni za haki za binadamu na demokrasia ya vyama vingi. Pia wanataka hatua za kusuluhisha mivutano ya kisiasa kupitia majadiliano ya kitaifa badala ya kutumia nguvu. Matukio ya uchaguzi ya mwaka 2025 yanabaki kuwa kipimo cha demokrasia nchini Tanzania. Uchaguzi kama shindano la mawazo, si tamasha la pigo la sera za kijeshi, unahitaji kuimarishwa kupitia taasisi huru, haki ya kupata taarifa na nafasi sawa kwa wapinzani wote kushiriki bila vikwazo. Maadili ya uchaguzi, usawa, uwazi, uhuru wa vyombo vya habari na ulinzi wa haki za binadamu ni nguzo za demokrasia ya kweli. Vikosi vya usalama vinavyohusika moja kwa moja na mchakato wa uchaguzi, ikizingatiwa msimamo wa kibinafsi au kisiasa, vinaweza kudhoofisha imani ya umma kwa utaratibu wa uchaguzi na kusababisha mgawanyiko wa kijamii unaoweza kuwa na madhara ya muda mrefu. Na hivyo basi ni muhimu kwa jamii ya kimataifa, serikali na vyombo vya sheria nchini kushirikiana kuhakikisha uchaguzi unaendeshwa kwa mujibu wa kanuni za haki za binadamu na demokrasia, na maswali yaliyobaki yanapewa jibu kwa uwazi na uadilifu. Ndio hayo tuliokuandalia. Tafadhali kumbuka kusubscribe.